A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mpenzi mtazamaji, kwa mara nyingine tena nikualike katika ulimwengu wa Kiislamu hapa Channel 10 kilicho bora kabisa. Kama ambavyo ulimwengu wa Kiislamu haujaacha kulizungumza jambo ambalo liko hapa duniani na liko kule akhera, maana yake ni kukupa hamu ya kuendelea kujifunza, kuendelea kulifahamu jambo hilo, ili kama ni jema ulipopie na kama ni baya uliweke kando mapema. Ulimwengu wa Kiislamu umeangalia maeneo mengi sana, shabaha yake ni hiyo hiyo tu. Na leo kama nilivyosema, ulimwengu huu wa Kiislamu ukuletea majambo mbalimbali. Na leo tunakwenda kuzungumza Uislamu, tunakwenda kuzungumza uchaguzi katika nchi yetu. Sisi hatuko akhera wala hatuko kisiwani. Sisi kama waumini wa dini ya Kiislamu tuko duniani, dunia ambayo ina mambo mengi ambayo inashiriki kwayo. Na katika nchi yetu, katika taifa letu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Tunakwenda kuchagua viongozi watakaotuongoza kwenye maeneo yetu. Tutakwenda kumchagua rais, tutachagua wabunge, tutachagua madiwani. Lakini kwa upande wa Zanzibar nako kutakuwa na uchaguzi wa rais wa Zanzibar, tutakwenda kuchagua baraza la wawakilishi kule Zanzibar. Muhimu tu kwenda kupata viongozi wa kusimamia maendeleo kwenye maeneo yetu. Jambo hili limekuwa linatia shida katika baadhi ya waumini wa dini yetu ya Kiislamu. Wako wanaosema jambo hili usahihi wake ukoje? Na wengine wanasema hapana, jambo hili wala halina mashaka hata kidogo. Hiyo ndiyo ambayo imepelekea au ni sababu iliyonifanya ni watafute wataalamu wa masala ya dini, ili sisi maamuma watuelekeze. Na kama walivyofaa, kama ilivyokuja katika maandiko, fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Kwa kweli kama hujui basi waulize wanaojua, ili uweze kuelekezwa juu ya jambo ambalo ukilifanya unalifanya ukiwa na elimu sahihi juu ya jambo hilo. Kutawalia jambo hili hapa studioni nimewalika masheikh hawa. Tunaye Sheikh Shabani Swaleh Pembe, yeye ni imam pale msikiti wa Mtambani, msikiti huko Kinondoni hapa jijini Dar es Salaam. Sheikh Pembe, karibu. Asante sana, nashukuru sana. Uko sawa sawa? Alhamdulillah. Tarehe 29 unachagua? Tunatiki. Au ndo mada yenyewe? Tunatiki. Lakini pia tunaye alhabibi kule kompyuta, Sheikh Hassan Ali Ramadhani Hobe, yeye ni mudir wa Zawia ya Thamaratul Janna. Zawia hii imetapakaa katika maeneo mengi katika jiji la Dar es Salaam na hata katika nje ya mkoa huu. Yuko Vikindu, yuko Segerea, yuko Mwananyamala, na yuko huko kwao Kondoa huko na Singida kote huko, mashallah. Jamani, Allah awafikishe, awape umri mrefu, muendelee kutumikia Uislamu. Sheikh Hobe, karibu sana. Asante, shukrani. Karibu sana. Asante. Mtazamaji, hii ndio timu ambayo leo tunakuja kuzungumzia uchaguzi. Wewe tutegee sikio mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Tukiweza kuidadavua tukayaweka katika mlengo ulio sawa sawa, sisi kwetu ni fahari na ni faraja kubwa. Kama kawaida ninayeongoza jopo hili la wataalamu hawa, mimi ni Isa Mkalinga kama kawaida. Karibu sana mashekhe. Tunakwenda kwenye uchaguzi leo. Kila unakopita hakuna atakayezungumza jambo tofauti na uchaguzi. Tunazisikia ahadi mbalimbali za wagombea mbalimbali wa vyama mbalimbali. Kwetu sisi wapiga kura, kazi yetu kubwa ni kwenda kuchagua tarehe 29. Sasa jambo hili Uislamu unaliutazamaje uchaguzi? Nianze na nani? Karibu tafadhali. Nianze na chuma cha Kinondoni Mtambani. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ihsani yake na mapenzi yake na ukarimu wake, ametukutanisha katika kipindi hiki cha ulimwengu wa Kiislamu, hasatan kwa ajili ya kuja kuzungumzia masala yanayohusiana na nchi yetu, lakini pia ni masala ambayo yanahusiana na Uislamu wetu kwa ujumla. Naam. Na mada iliyokuwa mezani tunazungumzia uchaguzi. Naam. Na swali ambalo Sheikh Mkalinga umeliuliza ni kuhusiana na
uhalali wa kitu kinaitwa uchaguzi. Uislamu unazungumzia jambo kama hili. Kwanza ni kupongeze kwa mada nzuri kama hii kuamua kuileta kwenye kipindi chetu hiki cha Ulimwengu wa Kiislamu ili kuwafungua Waislamu waweze kuelewa Uislamu na mtazamo gani katika hili. Lakini pia kuwa na viongozi wa dini ambao wanaweza kulizungumza jambo kama hili ndo mahala pake. Sahihi kabisa. Sisi viongozi wa dini, Mwenyezi Mungu ametupa uwezo wa kuongea maneno ambayo yanaweza kumfanya mwanadamu akabadilika kwa namna moja ama nyingine tofauti na mtu mwingine akizungumza. Nakumbuka siku moja nimewahi kukwambia lugha za mawasiliano ziko za aina mbili. Kuna lugha tunasema ni communion, ni lugha ya kiroho. Ndio maana sisi tunaitwa viongozi wa kiroho. Kwa sababu kuna lugha tukiongea huwa inakuwa ni lugha ambayo unaweza kuwasiliana na nafsi ya mtu. Kwa hiyo mtu anaweza akakusikiliza, mtu anaweza akaacha jambo fulani kwa sababu ameongea kiongozi wa kiroho. Kuna baadhi ya tabia huwa haziko nje, kuna baadhi ya tabia huwa zipo ndani ya mwili wa mwanadamu, katika nafsi ya mwanadamu. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema inna nafsa la amaratun bisu, nafsi huwa inamwamrisha mtu kufanya mambo yaliyokuwa maovu. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo yako ndani ya nafsi ya mtu. Sasa anaweza kutibia yale matatizo yaliyokuwa katika nafsi ya mtu ni kiongozi wa kiroho, kwa sababu akizungumza yeye anazungumza maneno ya kiroho. Kwa hiyo viongozi wa dini wana nafasi hiyo kuongea lugha hiyo. Lakini lugha ya aina ya pili ni communication, ni mawasiliano tu ya kawaida. Ukikaa kijiweni na mke wako nyumbani mnapiga story, ni lugha ya kawaida ambao wanaweza kuongea watu wengine wote. Lakini mashekhe wao wamegiwa uwezo huo wa kuongea na nafsi ya mtu, wakawa na uwezo wa kumbadilisha mtu. Kwa hiyo jambo hili limekuja mahala pake kwa mashekhe kuweza kulizungumzia ili kuweza kulainisha nyoyo za Uislamu na kuelewa Uislamu unazungumziaje. Yuko mwanachuoni mmoja anaitwa al-Imam Humaidi Salim kwenye kitabu chake cha Jawhar an-Nidham anasema wa alimu bi'ilmihi lam ya'malan ashaddu fi at-ta'dhibi liman jahila. Mwanachuoni ambaye elimu yake inakuwa haina manufaa anakuwa kwenye adhabu kali kuliko ni mtu aliyekuwa mjinga. Kwa hiyo wanachuoni maana yake wanatakiwa watoe elimu ili umma uweze kupata manufaa, waelewe ni nini uchaguzi na uhalali wa uchaguzi unakujaje. Je, kuna umuhimu wa tarehe 29 kutoka kwenda kupiga kura kama Waislamu? Sasa wakisikia kutoka kwetu maana yake wataelewa kwa upana sana. Ni kujibu swali lako Sheikh Mkalinga. Nitumie hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na hii tutaifanyia istinbat, tutaitanua hadithi. Usiitazame katika mlengo wa maana moja, itanue. Mtume anasema man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Hadithi imeendelea ndefu sana, lakini nataka nichukue nukta hii ya msingi ili nijibu swali lako kwa sababu ya kuchunga muda. Mtume anasema man raa minkum munkaran, yule ambaye atakayeona jambo lolote ovu, jambo lolote baya, falyughayyirhu biyadi, aende akalibadilishe lile jambo kwa mkono wake. Uchaguzi ukiutazama katika mtazamo wa kawaida ni jambo ambalo watu wanakwenda kupiga kura kwa ajili ya kuwachagua watu waweze kuongoza. Usipotoka kwenda kupiga kura maana yake watatoka watu wengine watakwenda kupiga kura. Wanaweza wakaenda watu wengine kwenda kuweka watu ambao ni waovu. Lakini kitendo cha wewe Muislamu kutoka kwenda kupiga kura maana yake unakwenda kumchagua mtu aliyekuwa muadilifu ambaye unadhani atakuwa na maslahi na wewe. Kwa hiyo utamwacha mtu muovu, utakwenda kumweka mtu muadilifu ili aweze kukuongoza. Ndio maana Mtume akasema man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, kwamba wewe unakwenda kuondosha ule munkar, yule kiongozi muovu asiingie madarakani kwa mkono wako kwenda kupiga kura ili kwenda kumweka mtu aliyekuwa sawa sawa. Lakini katika Uislamu ukisoma kwenye maqasid ya sharia, sisi tunaangalia kuna mafasid na masalih. Kuna vitu ambavyo vina maslahi na kuna vitu ambavyo havina maslahi na Uislamu. Unapoenda kupiga kura maana yake unakwenda kumchagua mtu ambaye anaweza kuwa na maslahi na wewe na dini yako kwa ujumla. Kwa hiyo tunaangalia maslahi bila kuangalia mafasi. Japokuwa ulama wamehitilafiana katika jambo la kwenda kupiga kura, lakini tunaangalia maswali, yale maslahi yanapatikana vipi katika kwenda kupiga kura. Kwa hiyo utaona wazi kwamba ukienda kupiga kura unaweza kwenda kumweka mtu ambaye anakwenda kwenye chombo ambacho kinakwenda kutunga sheria za nchi,
anakwenda kwenye chombo ambacho kinakwenda kujadili masuala yako ya afya, anakwenda kwenye chombo ambacho kinakwenda kujadili elimu, amani, uchumi, kila nyanja. Kwa hiyo maana yake una wajibu kwa kuangalia maslahi mapana ya wewe kwenda kupiga kura, kwa sababu huyu ninayemteua anakwenda mahala ambapo, maana yake kwa kifupi, uchaguzi kwetu sisi ni jambo jema. ni jambo jema. Hobe, kuna wakati alikuwa anazungumza hapa shekhe wetu, niliona kana kwamba kuna kijambo kama kakiacha hivi. Ulitamani amalizie nini kwenye uhalali na wema sisi kwenda kuchagua? Naam, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia kuwa katika kikao kama hiki, kikao ambacho anatajwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kikao hiki falsafa yake ni kumtaja Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu hakuna ambacho atakifanya mwanadamu Mungu hakijui. Kila kitu Allah Subhanahu wa Ta'ala anakijua kabla hakijatokea na kikitokea. Naam. Sheikh wetu hapa Shaabani amenifungulia njia. Naam. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Amin. Ni maneno mafupi lakini yametosha sana. Yametosha sana katika swali lako ulilouliza. Kwa sababu kuna Uislamu unaangalia sana, ndio tukaambiwa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbi almasalih. Naam. Kuondosha madhara kunatangulizwa kabla ya kuleta manufaa. Hii ibara ukitizama, mimi nataka urudie hii falsafa. Yani dar'ul mafasid, kuondosha maharibifu, kunatangulizwa kabla ya kuleta manufaa. Kwa hiyo ukitizama uchaguzi ni kwenda kuchagua viongozi ambao watatuongoza ili sisi tumwabudu Mungu vizuri. Shekhe anahitaji amani, na anayesomeshwa anahitaji amani. Tunahitaji barabara, tunahitaji maji ili tupate kutawadha. Kwa hivyo utaona kwenda kumchagua ambaye atatusimamia haya ni jambo la muhimu zaidi. Kwa hivyo Muislamu hawezi kujitoa hapo kwa kusema kwamba Uislamu hauruhusu. Uislamu unaruhusu. Mimi nilitaka tu nitoa angalizo. Uchaguzi una mitazamo miwili. Kuna mtizamo wa adia, yani kawaida, kwamba sisi tunaenda kuchagua. Lakini mtizamo wa kiimani, sisi hatuchagui. Binadamu hatuna letu. Ukitizama katika surat al-Insan aya ya 9 kama sikosei, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wama tashauna illa an yasha Allah, na kama nyinyi hamwezi kutaka. Hii itaingia, hamwezi kutaka chochote mnachotaka kukichagua mpaka kwanza achague Mungu, mpaka atake Mungu. Wama tashauna illa an yasha Allah, nyinyi wanadamu hamtotaka, hamna mamlaka ya kutaka mpaka Mungu ataki. Lakini ukitizama katika aya nyingine surati al-Qamar, Mungu anasema inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Sisi kila kitu tumekiumba kwa mpangilio na kadari maalum. Ina maana tarehe 29 ukitizama surati al-Imran, Mungu anasema tutil mulka man tasha, wewe Mungu nampa uongozi au falme au rais unayemtaka. Watanzi'ul mulka mimman tasha, wewe Mungu unamnyang'anya uongozi unayemtaka. Ni maneno ya Mungu anazungumza mwenyewe. Kwa hivyo utakuta uchaguzi tunaenda kukamilisha alichochagua Mungu. Sisi tumeeleka uzuri hapo. Kabla hujaendelea, mimi nilihama kabisa hapa studioni. Nilihama kwa sababu vyama vyote vya siasa hivi, vyama vyote vya siasa vina utaratibu wa kuwapata wagombea
na ambao sasa mpaka kila chama kumpata mmoja mmoja, huo mchakato umepitia vikao, vimechuja na kuja kufanya uteuzi wa mgombea mmoja ambaye sasa chama kinampa bendera na ilani, kapeperushe twende kwa wananchi. Hapa kuna chama fulani, chama cha kijani, kama utakumbuka, kilikuwa kina wagombea wengi kweli kweli. Nafasi moja ya ubunge kuna watu walichukua fomu zaidi ya 30 katika kila jimbo, katika baadhi ya majimbo watu 30. Jimbo ambalo alikuwa na mgombea labda alikuwa na wagombea 5 6, ndio nakana hamna kitu. Amekuja kutoka mmoja. Maana yake nini? Huyo mmoja aliyetoka huyo, kwa njia yoyote ile, kwa sababu yoyote ile, kumbe huyo ndiye aliyemfanyaje? Allah kumchagua. Ndiye aliyemchagua. Naam. Mimi natamani nyinyi wenzangu, nyinyi wagombea wenzangu, hii aya aliyotukumbusha Sheikh Obe ni jambo la msingi sana, ambalo sasa kwa aya hii inafanya makundi yote yavunjwe na kubaki na kundi moja, kwamba huyu anayepeperusha leo bendera ya chama chako, huyu kachaguliwa na Mungu. Vikao vile vilitamkishwa tu na Allah Subhanahu wa Ta'ala, si ndio? Manake hivi kama ni hivyo ndivyo, na watu wakijua hiyo, wala hakuna shida, hakuna maneno tena. Nilikupora kwa dakika yako, malizia dakika zako mbili kabla sijarudi kwa. Kwa hivyo nimeanza hapo, naenda sambamba na Sheikh Shabani hapo, kwa sababu sisi tunazungumzia upande wa kiroho. Tukiwa na mtizamo huu kwamba yule ambaye atapita ndiye Allah ambaye kamchagua kwa mujibu wa maandiko. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mwalimu, inma bu'ithtu muallima. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nimeletwa kwa ajili ya kufundisha. Mtume akatufundisha kuhusu uchaguzi. Hadithi ni sahihi, kaipokea Imam Muslim. Mtume anasema ala almar'i almuslimi as-sam'u wat-ta'a fima ahabba wa kariha. Ni juu ya kila Muislamu, ni juu ya kila mtu Muislamu kusikiliza amri na kutii katika anayoyapenda na asiyoyapenda. Hapa Mtume anatufundisha Waislamu wote dunia nzima kwamba inawezekana atakayepita wewe kwa utashi wa nafsi yako hujampenda, Mtume anakuambia sikiliza na tii fima ahabba wa kariha. Inawezekana si kabila yako wewe hujampenda tu kwa sababu si kabila yako, lakini Mtume anakutaka uwe mtiifu, mfuate. Yani mfano nchi yetu ina utaratibu wa uchaguzi. Kuna msemaji kwamba wananchi wakachague vipi, yani watoke saa ngapi mpaka saa ngapi. Muislamu hapa Mtume anamtaka afate maelekezo ya viongozi, ile tume ya uchaguzi, kwamba umeambiwa ni saa fulani mpaka saa fulani, kapige kura, ukimaliza rudi nyumbani. Lazima ufate hivyo. Ukienda tofauti ukapata madhara, kama utakufa wewe nenda motoni, kwa mujibu wa hadithi ya Mtume Muhammad. Kuna vyama vile vya wanasema tunalinda kura, wewe kazi yako wewe kapige kura, ukimaliza rudi nyumbani. Ikitolewa amri hiyo na kiongozi, Waislamu wote na wasiokuwa Waislamu ni wajibu kutii, illa an yu'mara bima'siyatin, labda kama ataamrishwa kumwasi Mungu. Fa idha umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'a. Hadithi hii tukiifanyia kazi, na insha Allah tunakumbushana itafanyiwa kazi, itapita uchaguzi, utapita kwa amani kabisa, kwa sababu Muislamu ataenda kupiga kura akiwa anafuata mafundisho ya Mtume Muhammad kwamba maelekezo ya polisi au maelekezo ya viongozi husika wamesemaje. Kapiga kura, rudi nyumbani, basi kapiga, rudi nyumbani. Kama atatoa kiongozi kwamba mkimaliza kupiga kura kaandamaneni, basi nenda kaandamane, lakini kama hajasema, huruhusiwa Muislamu kwenda kufanya kitu kingine chochote zaidi kupiga kura na kurudi. Tukienda na mtizamo huo, insha Allah jambo litapita kwa amani, na insha Allah litapita kwa amani kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh Pembe, nilikunoti ulizungumza kwamba iko ikhtilafu ya wanawachuoni juu ya jambo la uchaguzi. Wanasemaje baadhi yao? Wako baadhi ya wanawachuoni wanaosema kwamba kwenda kuchagua au kwenda kupiga kura katika uchaguzi wa kidemokrasia wanasema kuwa ni jambo ambalo halifai. Ni uchaguzi wa kidemokrasia,
ni uchaguzi ambao haufai. Hoja yao wanasema hivyo. Lakini kimsingi ni kwamba sisi hatuishi katika dola ya Kiislamu. Sisi tunaishi katika secular country. Ni nchi ambayo imejumuisha dini tofauti tofauti, wengine hawana dini, tuko huko. Kwa hiyo sheria hiyo ama hukumu hiyo wanayosema inaweza ikatumika katika zile dola za Kiislamu. Kwa hiyo watu watafanya uchaguzi, lakini sio katika mtindo wa kidemokrasia. Lakini kwa kuwa sisi Waislamu tupo katika nchi hii, maana tuna wajibu wa kufuata sheria zilizowekwa katika nchi hii kwa kuangalia maslahi mapana ya Uislamu. Kwa hiyo wanaosema hivyo, hoja yao ni kwamba ule uchaguzi wa kidemokrasia haujathibiti katika Uislamu. Lakini ni kwamba sisi hatupo katika nchi ya Kiislamu, tupo katika secular country. Na ndio maana tunaishi na sheria za nchi hii ambazo wewe kama Muislamu unafuata, sio Qur'an al-Karim. Sawa kabisa. Sasa sitaki niende kwa Shehobe. Tukienda kupiga kura kwa namna ya ulivyosema, kuna maneno yanasema hubbul watanu minal iman. Hivi ni hadithi au maneno ya hekima? Wanawachuoni wa elimu ya hadithi baadhi yao wanasema kuwa ni hadithi dhaifu. Lakini kimsingi ni kwamba hadithi hii wamehtilafiana au wapokezi wa elimu ya hadithi, kwamba wapo wanaosema kuwa ni sahihi na wapo wanaosema kuwa ni dhaifu. Lakini kimsingi ni kwamba tuyachukulie katika maneno yake kuwa ni maneno yaliyokuwa sahihi. Hubbul watani min al-iman. Kupenda mji wako, kupenda nchi yako, ule uzalendo ni katika imani. Ukienda ukipiga kura unasaidia kumweka kiongozi madarakani, kiongozi ambaye atakuja kuyaweka mambo sawa sawa. Kwa kufanya hivyo haupati kitu. Kimsingi ni kwamba unapata thawabu. Nitaka niende huko kwa nikawa naogopa. Kimsingi unapata thawabu ikiwa kura yako itakuwa na maslahi mapana na Uislamu unayokwenda kupiga. Na inaweza ikawa kinyume chake, ila aksi ni kwamba ikiwa kura yako itakuwa na maana yake utakwenda kumchagua mtu asiyefaa. Unajua katika nchi yetu Sheikh Kalinga kuna watu wana sera za ajabu. Yani ukiwa mtu mwenye akili timamu, na sisi Waislamu ni watu ambao hatuyumbishwi, akili zetu ziko sawa sawa. Ukimsikiliza sera zake utagundua kwamba huyu hafai, na ukimpa kura yako maana yake huenda ikawa ni sababu ya wewe kupata dhambi. Kwa mfano, mtu labda ana sera ya masuala ya ushoga. Mtu ana sera ya masuala ya uvunjifu wa amani. Kisha wewe ukachukua kura yako ukaenda ukampigia yule, akaingia pale akaja kusababisha maharibiko, maana yake sababu ni wewe. Masdari ya yule kuingia pale ni wewe. Kwa hiyo maana yake na wewe umeshiriki. Lakini ukienda kumpigia mtu kura ambaye alikuwa ni muadilifu na akawa ameleta maslahi mapana katika Uislamu, maana yake sababu ni wewe. Lazima utapata thawabu. Kwa hiyo maana yake kupiga kura kuna manufaa vile vile katika upande mwingine wa mtu kupata thawabu, lakini kuna madhara pia ikiwa mtu atakwenda kupiga kura kumchagua kiongozi aliyekuwa muovu asiyefaa, anaweza kupata dhambi, kwa sababu ndio itakuwa sababu ya kutokea maharibiko kwa sababu ya yule kiongozi ambaye hafai. Kwa hiyo muhimu, inatakiwa usikilize sera. Usikilize sera, utazame kwamba huyu amekuja na sera gani ambayo hii inaweza kuwa na maslahi mapana na Uislamu, mambo ya afya, mambo ya amani, kwa sababu sisi Waislamu jambo letu kubwa tupate ile huria tutaabud, ule uhuru wetu wa kuabudu. Najua sisi tunaamini hapa duniani ni mazraatul akhirah, hapa duniani ni shamba la kuchuma kwa ajili ya akhira. Kwa hiyo sisi tupo hapa tupate ule uhuru wa kuabudu. Kwa hiyo mtu akituhakikishia amani, tunaamini huyu ana sera nzuri. Lakini afya, elimu, miundombinu na vitu kama hivyo, tunajua huyu sera zake ni nzuri, lakini sio sera za kutugawa. Tunaamini kwamba huyu hana sera nzuri na hatuwezi kumpa kura. Kura yetu itakuwa haina maslahi na Uislamu. Tunataka tuende mapumziko, tuna kama dakika chache hivi. Sheikh Hobe. Naam. Hapo katika kuongezea Sheikh aliposema hapo. Naam. Mmezungumza kitu kikubwa sana. Hubbul watan min al-iman. Naam. Au alamatul imani hubbul watan. Sawa kabisa. Katika kuongezea kidogo hapo. Naam. Hadithi hii ipo
na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi Waislamu ndio kiigwa chema. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Tukirudi katika historia ya Mtume Muhammad wakati anatolewa Maka na wale Makuraishi, kwa ufupi sana sasa ngoja, natamani tuzungumze kwa upana na tunataka tuende mapumziko mafupi. Tukirudi nataka tuanzie katika historia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na Makuraishi wakati anatoka Maka kwenda Madina. Mtazamaji, niko na jopo la mashaikhi wataalamu wa masala ya dini hapa studioni. Tunaye Sheikh Ramadhani, tunaye Sheikh Hassan Ali Ramadhani Hobe, yeye ni mudir wa zawia za Thamaratul Janna, lakini pia tunaye Sheikh Shabani Swaleh Pembe, yeye ni imam pale msikiti wa Mtambani hapa jijini Dar es Salaam. Na leo tunauzungumzia uchaguzi. Takumbuka kwamba mwezi huu wa 10 tarehe 29 katika taifa letu tunakwenda kuweka viongozi kwa njia bora kabisa duniani, kwa njia ya kidemokrasia. Tupate mapumziko mafupi, tukirudi tutakuja tumalizie ngo ya pili katika kipindi chetu cha leo tukiangalia uchaguzi wa Tanzania. Ahlan wa sahlan wa marhaba mtazamaji, tumetoka kupata mapumziko mafupi. Najua una hamu ya kuendelea kuyasikiliza na kujifunza haya yanayotaalaq na uchaguzi wetu. Kabla tujaenda mapumziko nilikukatiza Sheikh Obe. Ulitaka kuizungumza historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoka Maka kwenda Madina na Makuraishi wale. Nikakukatiza ngambia tunaweza tukakatiza hicho kipande na mtu anatamani ajifunze. Twende tukapumzike, tukirudi kupumzika sasa tuendelee. Nilikuwa nikiunga mkono Sheikh wetu Sheikh Pembe hapa alipogusia au alipouliza ile hadithi hubbu alwatan min al-iman. Sasa ndio nikakumbuka historia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni vizuri wote tukaelewa. Mtume alipotolewa Maka wamemtoa kwa dhulma. Sasa wakati anaondoka Mtume akasimama akauelekea mji wa Maka. Yani hadithi maarufu, akauambia laula anna qaumaki akhrajuni minki ma sakantu ghayrak. Ma sakantu ghayrak, lau si watu wako kunitoa wewe Maka, kunitoa wewe hapa katika mji wako, basi mimi nisingekaa nchi nyingine. Na mimi nakupenda na Mwenyezi Mungu anajua wewe Maka nakupenda. Hii peke yake inaonyesha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaipenda nchi yake aliyozaliwa ambayo ni Maka. Maana inatupaswa Waislamu wote lazima tupende nchi yetu. Na ndio utaona sasa Mtume kuondoka pale kwenda nchi nyingine ni kwa ajili ya kulinda amani. Na wale walikuwa wakimtoa lengo lao si kwamba wanaipenda nchi yao, wana uchu wa madaraka. Wanaogopea kwamba Muhammad akijulikana pale wao watakuwa hawana nafasi. Baada ya muda Mtume aliporudi amekuja na jeshi kubwa. Sasa anawauliza ma tadhununa anni fa'ilun bikum, mnadhani mimi nitawafanya nini? Tayari wako chini yake. Wakasema tunataraji wewe ni mtu ndugu yetu mkarimu, mtoto wa ndugu yetu mkarimu. Mtume akamwambia idhabu fa antum tulaqa, nendeni nyinyi mko huru. Kuonyesha kwamba anayeipenda nchi yake atahubiri amani na wale wanaomfuata atawahubiria amani, kwa sababu amani ni katika jambo kubwa. Hakuna imani mahala ambapo hakuna amani. Kwa hiyo nilikuwa naongezea tu hapo kwamba mapenzi lazima tuwe nayo, na mapenzi haya yatatupelekea sasa kwanza kumpenda Mtume Muhammad. Sababu tukimpenda Mtume tutafuata maelekezo yake ambaye ametuambia tuwe wasikivu na wenye kutii mamlaka ambazo ziko juu yetu. Sawa. Sasa natamani nilijue hili kutoka kwenu. Si utajibu Sheikh Pembe, si Sheikh Senali. Ukiacha mafundisho na maelekezo ambayo tunayasoma kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kule kwenye maandiko ya Qur'ani kwamba Mwenyezi Mungu pekee ndiye anayempa uongozi anatakaye.
katika viongozi wetu wakubwa ama manabii au Mtume Muhammad au maswahaba zake au tabiina, kuna ambaye miongoni mwa hao nilowataja aliwahi kushiriki zoezi la uchaguzi? Naam. Swali ameuliza zuri sana kwamba je, wapo katika maswahaba waliofanya? Naam. Historia inafahamika Mtume sallallahu alipokufa. Naam. Kwa sababu kwanza masala ya utume hayachaguliwi. Ile ni uchaguzi wa Allah moja kwa moja, nyinyi mnafuata. Lakini makhalifa, khulafa, waliokuja baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume baada ya kufa tu walikaa watu wa Madina Ansar katika sehemu inaitwa Thaqifa Bani Saida. Mtume bado hajazikwa bado. Wanachagua kiongozi. Kulikuwepo na Saad bin Muadh kama sikosei pale, ndo alikuwa mkubwa wao pale. Ndo alikuwa ni mgonjwa, wanamtarajia awe kiongozi wa watu wote. Sababu nyinyi mmetoka Maka kuja hapa, tumewapokea sisi, ndio tunatakiwa tuwe marais wenu, viongozi wenu. Masahaba wa Maka walipopata taarifa Sayyidina Abubakar na Sayyidina Umar na Aba Ubaida, wakafanya haraka kwenda pale. Sema twende tuwai pale. Sema tukichelewa anaweza akachaguliwa ambaye hatoshi. Mambo yakaharibika. Idha usnida al-amru ila ghairi hadi fantadhir as-sa'a. Mtume anasema ukiona mtu kapewa jambo haliwezi, subirini liharibike. Ndio Wakaacha kuzika wale maswahaba kina Sayyidina Abubakar, wakakimbilia pale. Kufika pale wakakuta kweli habari ni hivyo kwamba anataka achaguliwe kiongozi kutoka Ansari. Sayyidina Abubakar akaambia, mimi hii dini imejulikana kupitia Makuraishi. Na kwa mtizamo wangu ninavyoona haitokubalika dini hii ila kiongozi awe katika min Quraish. Mimi nimechagua moja hawa wawili, Sayyidina Umar au Aba Ubaida. Yeye akajitoa. Wale wakasema hapana, minna amirun wa minkum amir. Sisi tuna kiongozi wetu na nyinyi mchagua kiongozi wenu. Ni uchaguzi huo. Ni intikhaba. Ni tofauti tu kwamba ilikuwa ni daula ya Kiislamu, lakini ni uchaguzi ule. Sisi tumeona vizuri na wasomi wote wanaijua hiyo historia. Lakini mwisho wa mazungumzo marefu Sayyidina Umar akasema hapana, tukiwa nyinyi Ansari mna kiongozi na sisi tuna viongozi, maamiri wawili hatuwezi kufanikiwa, hakuna maendeleo kwenye tofauti. Awe amiri mmoja alafu wengine tuwe ni washauri wake. Hivi na waulize, na Umar anauliza sasa, uchaguzi wako wamekutana maswahaba. Sayyidina Umar anauliza wale watu Ansari, je, kuna mmoja ambaye anafurahi kumtangulia Sayyidina Abubakari? Wakati Sayyidina Abubakari ndo akaamrisha na Mtume atuswalishe. Kuna kitu kikubwa katika Uislamu kama swala? Mtume mwenyewe akamridhia Sayyidina Abubakari akiwa hai. Nyinyi mnakubali mmoja wenu amtangulie Sayyidina Abubakari? Ansari akasema aadallah an natakaddam Abu Bakar, sisi hatutaki kumtangulia Sayyidina Abubakar. Wote Sayyidina Abubakar akampa. Naam, Abubakar alishawahi kufanya kazi za karibu na Mtume na katangulizwa Mtume akiwa hai. Maana yake hapa tunapotafuta kiongozi, seniority au experience ni muhimu sana. Naam, usikurupuke tu mimi nataka una uzoefu na unatosha. Kwa hiyo kumpata kiongozi anayetosha, mzoefu ni kitu bora sana. Kitu bora sana. Kisa kikaisha pale. Sayyidina Umar anampa kiapo nani? Sayyidina Abubakar. Na Ansari wote wakanyanyuka wakampa kiapo kwamba wewe ndio khalifa baada ya Mtume Muhammad. Kwa hiyo tofauti hapo ni kwamba ile ni dola ya Kiislamu, lakini uchaguzi ulikuwepo. Ndio. Na ndio Sayyidina Abubakar akasimamia mambo ya Mtume baada ya kuondoka kwake. Fi ahsan wajhi. Mdomo na kucheza hapo. Una ziada ya hilo? Naungana na ndugu yangu Sheikh Obe aliyosema ni sahihi kwamba uchaguzi ulianza toka wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini hata ukisoma katika historia wakati Yunus alayhi salam anakwenda kuzamishwa kwenye jahazi anatoswa, watu walipiga kura mle kwenye jahazi kwamba nani humo. Ile kura ilikuwa ile. Kwa hiyo ukiangalia jambo la uchaguzi ni jambo ambalo lina historia kubwa katika Uislamu na imefanyika matukio ya kuchaguana. Na hata wakati wa
wakati wa masahaba yamefanyika hayo, kwamba nani awe khalifa baada ya khilafa hii, nani awe khalifa, mpaka baadaye pakaja kutokea migogoro katika masuala ya uchaguzi, kuchaguana tumfuate nani. Yote haya yalikuwepo wakati wa Mtume Muhammad na baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoja Sheikh Pembe, mtazamaji, hapa kuna jambo kubwa sana ambalo nimelipata kwa Sheikh Pembe, kwa Sheikh Hobe. Natamani na wewe mtazamaji wetu wa kipindi chetu hii leo, ondoka na hili. Kiongozi ni lazima awe anatosha kwa nafasi anayoiomba. Kiongozi awe ana uzoefu wa shughuli anazoziomba. Ukimpa nafasi ya kutuongoza kiongozi ambaye hatoshi, kiongozi ambaye hana uzoefu na shughuli anazoziomba, tutegemea kupata nini? Kuharibikiwa. Tusiende huko. Tarehe 29 unavyokwenda kutiki, nenda kamtiki kiongozi ambaye anatosha, mzoefu wa shughuli za uongozi, ili tutengenekewe mambo yetu. Kuongezewe kidogo hapo, wala tusipepese macho. Mimi binafsi naona huyu mama anatosha. Sijasema Sheikh Pembe, nazungumzia mimi mwenyewe binafsi. Anafanya nini? Anatosha. Na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema as-sultanu dhillullahi fil ardh. Naam. Raisi, kiongozi mkuu ni kimvuli cha Allah katika ardhi. Naam. Man akramahu akramahu Allah. Naam. Atakaye mheshimu amemheshimu Mwenyezi Mungu. Wa man ahanahu ahanahu Allah. Mengi yanaonekana mazuri. Naam. Mimi sio mwanasiasa, lakini kulil haqa wa inkana murra. Mimi binafsi naona anatosha. Sahihi kabisa. Na ninashauri pia wale ambao wanaona kama mtizamo wangu, tukatiki hapo. Tutafika pazuri zaidi. Sawa. Na tumheshimu, kwa sababu tukimheshimu Allah naye atatuheshimu sisi. Sawa. Nilikuwa nataka niongezee tu. Nimependa good. Watoto wa kule kwetu tunakoishi wanasema good. Sheikh Pembe. Wakati kabla sijamtambulisha Sheikh Hobe hapa, nilikuwa nakuja kwako. Ukiacha haya, kwenye uchaguzi kuna jambo gani muhimu ambalo pia lapaswa kulifahamu vyema haswa kwa Waislamu? Katika miongoni mwa vitu ambavyo Waislamu wanapaswa kuvifahamu kuelekea uchaguzi ni zile sifa za wagombea. Naam. Hili jambo la muhimu sana Sheikh Mkalinga. Na niungane na mwalimu wangu Sheikh Hobe kwamba tutazame mtu ambaye ana hizo sifa. Naam. Ndio jambo la muhimu sana. Na uzuri ni kwamba kila kitu kinajieleza, alhalu yantiq. Hali yenyewe inajieleza kwamba nani anafaa kwenda kuchaguliwa. Unajua mwenye nacho ndio huwa anaongezewa. Sasa kama huna inakuwaje? Tayari tumeshaona. Uzuri ni kwamba wakati wa Dr. Magufuli kuna mambo mengi yalifanyika mazuri. Na Dr. Samia alipoingia, mama yetu kipenzi, akayaendeleza yale mazuri. Miradi mbalimbali tunaona alhamdulillah. Mambo ya afya, miundombinu, yote ile miradi mikubwa iliyokuwa imeachwa imeendelezwa. Sasa alhalu yantiq, hali yenyewe inajieleza. Kwa hiyo usiende kutafuta kitu ambacho hujakijua kipoje, wakati tayari kuna kitu ambacho unakijua kizuri, na unaona tumpe nafasi nyingine endelee pale ambapo alipokuwa ameishia, kuleta mambo yaliyokoma. Kwa hiyo sifa kubwa tuangalie mtu ambaye alikuwa mwadilifu, kusema kweli, na wallahi alhamdu. Ukitazama kwa makini, mama yetu kafanya kazi kubwa. Yani mtu asifiwe hata kabla hajafa. Kafanya mambo makubwa na mazuri. Unajua kuna watu wengi walidhani kwamba wakati mama anaingia pengine atashindwa. Mnifahamu vizuri, watu walimtazama kwa jinsia yake. Kwanza yale mazingira ambayo hayakutarajiwa. Na hatukuwahi kuexperience kitu kama hicho. Nchi yetu ikiwa iko kwenye COVID. Kabisa. Uchumi umeporomoka. Kabisa. Iko miradi bwana mkubwa aliacha ya mapesa trillions of money. Kabisa. Lakini mama kasimama. Watu wengi walidhani hivyo, lakini ajabu ya Mwenyezi Mungu Sheikh Mkalinga, kile ukitazama miaka 4 namna alivyovuka mpaka hivi sasa, wallahi unaweza kusema ni msaada wa Allah. Mwenyezi Mungu amemwezesha.
Naam. Kwa sababu nchi ilikuwa kwenye kipindi kigumu sana, lakini kaishika akaenda. Na kwa hiyo kikubwa tunapoelekea uchaguzi kuangalia watu ambao ni waadilifu, watu ambao wana uwezo wa kuweza kutuongoza Sheikh Mkalinga. Hili ndio jambo ambalo sisi kama viongozi wa dini tunawasisitiza Waislamu tunapoelekea uchaguzi, kuchagua viongozi ambao waliokuwa waadilifu. Na si tu kwa mgombea wa urais, hata wale madiwani, wabunge, watu wema na wazuri wanaotosha. Tena nitaka niongezee hapo kitu kimoja Sheikh Mkalinga, kabla mwalimu wangu Shaobe naona hata kuna kitu atakuongezea, kwamba sisi tunapoenda kuchagua madiwani, wabunge na rais, hatuchagui kwa kigezo kwamba huyu ni Muislamu. Unanielewa Sheikh Mkalinga? Na mtazamaji Muislamu nielewe vizuri kwamba hatuendi kuchagua mtu kwa kigezo kwamba huyu ni Muislamu. Inawezekana mtu akawa ni Muislamu alafu akakosa uadilifu. Si unanielewa Sheikh Mkalinga? Nielewe vizuri sana. Na inawezekana mtu akawa sio Muislamu alafu akawa mwadilifu. Yule An-Najashi, yule mfalme wa Habasha, Sheikh mwalimu wangu Sheikh Obi hapa alikuwa anazungumzia hijra ya mtume alivyohama pale kutoka Makka kuhamia Madina. Lakini ile ilikuwa ni hijra ya pili. Hijra ya mwanzo ilikuwa ni ile kutoka pale Makka kuhamia Habasha. Baada ya tabu zimekuwa nyingi na nini, masahaba wanamuuliza mtume, mata nasrullah, msaada wa Mungu utakuja lini bwana? Mtume anawaambia, ile aya imekuja na Qur'an, ala inna nasrallahi qarib, msaada wa Mwenyezi Mungu upo karibuni. Baada ya mateso kuwa makubwa, mtume akawaamrisha watoke pale Makka waende Ethiopia, waende Habasha. Kule yule mfalme wa Habasha hakuwa Muislamu, lakini mtume aliwaambia yupo mfalme kule ni mwadilifu, nendeni kule. Kwa hiyo masahaba wakahama pale Makka wakakimbilia Ethiopia. Yule hakuwa Muislamu, lakini mtume alimuona kuwa ni mwadilifu. Hakuwaambia waende sehemu nyingine yote, waende Habasha. Kwa hiyo kigezo, mtu anaweza akawa Muislamu na asiwe mwadilifu, lakini kuna mwingine anaweza akawa si Muislamu na akawa mwadilifu. Kwa hiyo tunapoenda kuchagua hatumtazami kwamba huyu ni Muislamu. Na hiyo dhana, kuna baadhi ya Waislamu wana hiyo dhana ya udini kwamba huyu ni mpige kura ni Muislamu, huyu sio Muislamu. Waislamu hatutazami hivyo. Tunatazama sera na uadilifu wake ile tunayekwenda kumchagua. Yale masalihi nilokuambia mwanzo. Maslahi yetu sisi kama Waislamu tunaweza kuyapata kupitia huyu. Huyu anaweza kutusemea habari ya afya, uchumi, amani, kila kitu anaweza huyu kutusemea. Tukiona anafaa tunamtuma aende. Kwa sababu kama ingelikuwa ni kigezo cha Uislamu, mtume asingewaambia masahaba nendeni Ethiopia kule. Angewaambia nenda sehemu nyingine, lakini kwa nini aende? Kwa sababu huyu ndio mwadilifu. Kwa hiyo nataka nikazie hapo kwamba tunapoenda kuchagua hatumchagui mtu kwa kigezo kwamba huyu ni Muislamu. Hiyo dhana watu waondoke nayo. Waondoke nayo. Mwalimu Obi atakuongezea. Nilitaka nichangie kidogo hapo. Niliposema mama anatosha. Kwa nini nimesema hivyo? Katika Uislamu kuna msingi unasema al-aslu bakau ma kana ala ma kana alayhi. Ikitokea kuna jambo ambalo lipo lile kuwepo na jingine tunataka kulipokea jipya, sasa uchague kipi? Hapa tunaambiwa chague kilichokuwepo. Sawa kabisa. Yule ambaye tayari tuko naye. Na sifa za uongozi, kiongozi mkubwa kama huyu, sifa kubwa inayomtetea ni huruma. Na alhamdulillah Waislamu na wasiokuwa Waislamu wanakiri kwamba mama ana huruma. Hii peke yake ni kitu kikubwa sana. Na Mwenyezi Mungu ajalie kheri, azidishe hiyo huruma na wale viongozi wote ambao wanampa msaada inshallah, ili tuweze kuwa salama. Na kuongezea tu mwalimu Obe, nimkumbushe kwamba alipoingia mama aliweka zile fuara zile. Nifahamu Sheikh Mkalinga? Yaani ukitazama kwa makini namna gani Mwenyezi Mungu alivyompa hekima kubwa sana kutengeneza maridhiano. Waliokimbia nchi walirudi. Nifahamu vizuri Vizuri sana. Lakini ajabu ni kwamba wale waliokuwa wamekimbia nchi na wakawa wanaogopa hapo, wengine mama akawafutia makesi makubwa waliokuwa nao. Leo ndo wale wanamtukana. Alafu wala mama aongee kitu. Ukitaka kujua huyu mama ni mtu wa huruma, na anakazia maneno ya Sheikh Obe kwamba ukitaka kujua ni mtu wa huruma, wale ambao wamewarudisha wale wanamtukana, na wala mama hawafanyi kitu, kakaa kimya. Kwa hiyo kuonyesha kwamba tuna kiongozi ambaye alikuwa ni mzuri, ambaye anapaswa aendelee kuwepo kwa sababu ya huruma yake, leo nchi iko hapa. Lakini tumepita kipindi hapa, kuna baadhi ya watu walikimbia. Tena nikupe mfano, niliwahi kupa mfano Sheikh Mkalinga, nirudie leo kuambia Waislamu ambao wanatazama na wasiokuwa Waislamu. Kuna kipindi kilikatiza hapa katika nchi, yuko mtu mmoja hapa alipigwa risasi na watu wasiojulikana.
akaenda katika nchi ya Kenya, akaenda Ubelgiji. Mtu pekee katika nchi hii, mtu pekee alijisacrifice kutoka kwenda kumtazama sehemu zote hizo, alikuwa ni Mama Samia akiwa vice president. Kaenda yeye kwenda kumtazama. Hakuna kiongozi hata huyu hata mmoja aliyethubutu kwenda kufanya, lakini mama kaenda kwenda kumtazama na akamwambia ukipona rudi nyumbani. Kauli ile ukiingia hata kwenye mitandao ipo, ukipona na kuombea upone urudi nyumbani. Na alipopona akarudi, akaandika mashina dai sijui nani, mama akasema nakupa madai yako, rudi. Karudi. Leo baada ya kurudi umeona hali ilivyokuwa, lakini mama wala yupo kimya. Tunaelewa vizuri Shemkali. Kipindi chetu kimebakiwa dakika 2 kitamatike kwa leo. Tumia dakika moja, nini wito wako? Mimi wito wangu kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, tarehe 29 tutokeni twende tukapige kura, tuchague viongozi wale ambao tunaamini wataipeleka mbele taifa letu. Na hasa kwa upande wa Waislamu, sisi siku zote viongozi wa dini wakisema basi inakuwa ni sam'an wa ta'a, ni kusikiliza na kutii. Kwa hiyo tunazungumza na kuwahamasisha Waislamu kwamba watoke tarehe 29 wakapige kura kwa amani, na wakimaliza kupiga kura warudi nyumbani wakapumziki, wasubirie matokeo kwamba nani atatangazwa kuwa kiongozi wa nchi yetu. Naam, Sheikh Aube, na wewe? Mimi maneno yangu ya mwisho ni haya aliyesema Sheikh hapa, lakini naongezea tu, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, twendeni tukasikilize maelekezo ya tume ya uchaguzi. Kuanzia kupiga kura mpaka tunamaliza kura, tusikilize tunavyoelekezwa, na kwa tuliyoyasoma hapa tujitahidi tuyafanyie kazi. Haya tuliyokumbushana hapa, basi kila mmoja au Muislamu na asiyokuwa Muislamu tuyafanyie kazi, tutapata faida kubwa. Haya ndio maneno yangu. Mtazamaji, hapa studioni kipindi kinatamatika, na leo tulikuwa tunauzungumzia uchaguzi unaokwenda kufanyika tarehe 29 mwezi huu wa 10 hapa katika taifa letu la Tanzania. Ulimwengu wa Kiislamu haujawahi kuacha kitu ambacho mtazamaji wake anaweza kuwa na mashaka nacho. Wajibu wetu sisi kama waandaaji wa hiki kipindi ni kuona kile ambacho jamii wanataka wakifahamu. Tutakuletea wataalamu hao kama ambavyo tumekuwa tunafanya hivyo kwa siku zote za ulimwengu wa Kiislamu hapa Channel 10. Na leo humndani tulikuwa naye Sheikh Hassan Ali Ramadhani Hobe akitokea Zawia ya Thamaratul Janna. Pamoja naye tulikuwa naye pia Sheikh Shaban Swaleh wa Pembe, ni imam mkuu Masjid Mtambani, msikiti huko Kinondoni hapa jijini Dar es Salaam. Leo tulikuwa tunazungumzia uchaguzi. Kama kawaida, mimi ni Sam Kalinga. Wiki ijayo tutakuwa na kipindi kingine kizuri kama hiki cha leo. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.